Yes bana, mtazamaji wa Mtani TV, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo. Na leo hii tunajadili taarifa za usajili wa klabu ya Young Africans ambao Yanga chini ya mwalimu wao Pedro Gonçalves wanajiandaa kuboresha kikosi chao katika dirisha dogo hili la usajili ambalo linakwenda kufunguliwa mapema mwezi wa kwanza mwakani 2026. Sasa Young Africans wametua wapi? Young Africans wametua Kampala, jijini Kampala, katika viunga vya St Mary's katika timu ya Vipers inayoshiriki ligi kuu nchini Uganda kuulizia upatikanaji wa kiungo mshambuliaji wa timu hiyo ya Vipers Alan Okello, ambaye ni nyota pia wa kikosi cha timu ya taifa ya Uganda the Cranes, ambayo kwa sasa hivi ipo huko nchini Morocco ikiendelea na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ya AFCON ambayo kwa mwaka huu 2025 yanafanyika huko nchini Morocco. Na Young Africans wanamtazama Alan Okello kama nyota ambaye anaweza kaingia kwenye kikosi chao cha kwanza na kushirikiana vizuri na washambuliaji wengine ambao wapo kwenye kikosi cha Young Africans kama Pacome Zouzoua. Na Young Africans ushauri ambao umetoka kwa mwalimu mkuu wa timu hiyo Pedro Gonçalves ni kwamba anahitaji kiungo mshambuliaji mwingine mpya ambaye atakwenda kumpunguzia mzigo Pacome Zouzoua, ambaye anaonekana ni mzigo mkubwa kubeba timu, huku viungo washambuliaji wengine wakiwa wapo chini na namba zao hadhiridhishi, na kuonyesha kwamba wanaweza kuwa msaada kwa Young Africans kuelekea kwenye mikiki ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini pia mikiki ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na tunafahamu kwamba Young Africans tangu ameondoka Aziz Ki bado wamekuwa hawajapata kiungo mshambuliaji wa aina hiyo ambaye anaweza kafunga magoli ya kutosha, anaweza kaasisti magoli pia ya kutosha, anaweza katengeneza nafasi na mwisho siku akawa star player kushirikiana pia na wachezaji wengine, kama luxury ambavyo ilikuwa katika kikosi cha Young Africans kwa msimu uliomalizika, ambapo alikuwa na luxury ya Pacome Zouzoua, alikuwa na luxury ya Aziz Ki, lakini pia alikuwa na luxury ya kuwa na mtu kama Clatous Chama kutokea bench. Kwa hiyo kwa sasa hivi ukitazama kikosi cha Young Africans hawana hiyo luxury hiyo luxury ya viungo washambuliaji ambao wana magoli mengi na assist. Ukimtoa tu Pacome Zouzoua, bado wachezaji wengine viungo washambuliaji kama kina Celestine Ekwa, wakina Lassine Kouma, Mo Dombia wameshindwa kuonyesha, na hivyo Young Africans kupitia kwa rais wao na mwenyekiti wa club Engineer Harris amegonga mlango wa rais wa klabu ya Vipers Dr. Lawrence Mulindwa kuulizia upatikanaji wa Alan Okello, nyota ambaye msimu uliomalizika katika ligi kuu ya soka ya Uganda alikuwa ni top scorer. Kiungo mshambuliaji alikuwa ni top scorer kama ambavyo aliwahi kuwa Aziz Ki misimu miwili iliyopita. Yeye Alan Okello msimu uliomalizika akiwa katika ligi kuu ya soka ya Uganda alikuwa ni top scorer akifunga magoli 19 sambamba na kuassist mara 4, ndo MVP wa ligi kuu ya Uganda Alan Okello, lakini pia ni nyota ambaye anategemewa kiasi kikubwa katika timu yake ya taifa ya Uganda the Cranes. Alan Okello ni kiungo mshambuliaji ambaye anatumia mguu wa kushoto na ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli kwenye open play, lakini pia kupitia njia ya set pieces. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana huo uwezo, the same ambavyo alikuwepo Stephen Aziz Ki. Vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya, basi Alan Okello na yeye ni vitu ambavyo anaweza kuvifanya kwa kiwango na ubora wa hali ya juu. Alan Okello ni mchezaji ambaye ana umri kwa sasa hivi, ana umri wa miaka 26 na ni mchezaji mzoefu licha kuwa na umri mdogo, kwa sababu ameshawahi kucheza pia katika soka la kulipwa nje ya nchi yake ya Uganda. Mwaka 2023 alipata move ya kusajiliwa na timu moja huko nchini Algeria inaitwa Paradu, lakini mambo hayakwenda vizuri, akaweza kurejea na kujiunga na mabingwa hawa ligi soka nchini Uganda Vipers, ambayo imemwezesha kumtengeneza na kumboresha kiwango chake na kuwa nyota ambaye anathaminiwa ama nyota mwenye thamani kubwa nchini Uganda kwa sasa hivi. Kwa ukitazama wale local players, Alan Okello ndo mchezaji mwenye thamani kubwa kuliko wote katika ligi kuu ya soka ya nchini Uganda. Kwa hiyo Young Africans wamefika pale Vipers na wameulizia upatikanaji wa Alan Okello ambaye mkataba wake na Vipers unaenda kumalizika mwishoni mwa msimu huu. Mkataba wake alikuwa amesaini mkataba wa miaka 2 unamalizika mwezi Juni mwaka 2026. Sasa Vipers wamefungua milango wazi kwa nyota huyu na tayari kuna ofa kadhaa wameshazipokea kutoka kwenye vilabu mbalimbali. Al Merrikh
taarifa nilizonazo ni kwamba Al-Merreikh ya Sudan wametuma ofa ya zaidi ya dola za Kimarekani 800,000 kumtaka mchezaji huyu. Ni zaidi ya karibu bilioni 2 za Kitanzania. Na kuna klabu nyingine kutoka nchini Libya ya Al Ahly Benghazi nao pia wametuma ofa rasmi katika klabu ya Vipers ya kumhitaji nyota huyu. Young Africans wao wamefungua mazungumzo na management ya mchezaji. Wamefungua mazungumzo ya management ya mchezaji na kila kitu kinaonekana kinakwenda vizuri, na wamekubali hata kusaini pre-contract katika mazingira ambayo Alan Okello atashindwa kuondoka Vipers dirisha hili dogo la usajili, basi Young Africans wanaweza wakampata bure katika dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo Yanga na kambi ya mchezaji wa Alan Okello wamekubaliana na vitu vingi vya kimsingi, lakini bado makubaliano ya Yanga na Vipers ndio kipengele hapo kinachokuja. Yanga mpaka sasa hivi wameonyesha ile interest ya kumtaka mchezaji katika klabu ya Vipers, lakini mazungumzo pekee yaliyofungua Young Africans ni upande wa mchezaji. Lakini mpaka sasa hivi kwa upande wa klabu ya vilabu kwa vilabu, yani Vipers na Young Africans, bado hawajazungumza. Kwa hiyo endapo Young Africans kama wapo serious kweli wanamtaka Alan Okello kama ambavyo wameonyesha hizo interest, basi naamini watakwenda Vipers kuonana na rais wa klabu ya Vipers Dr. Lawrence Burindwa na kuweza kufungua huo mlango wa pili wa mazungumzo, kwa sababu tayari wameshazungumza na kambi ya mchezaji ama upande wa mchezaji na kila kitu wameshakubaliana, na mchezaji yupo tayari pia kusaini pre-contract agreement ili aweze kujiunga na Young Africans either dirisha hili dogo la usajili ambalo linakwenda kuanza ama dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa mapema mwezi Juni mwakani 2026. Kwa hiyo iko hivyo ya taarifa ya Yanga na Alan Okello. Alan Okello anahitajika Young Africans na Young Africans tayari wameshafungua mazungumzo na upande wa yeye mchezaji, lakini hatua ambao wanataka kuifuata ni hatua ya kufungua mazungumzo na klabu yake ya Vipers ambayo inasimamiwa na rais mwenye pesa nyingi na jeuri Dr. Lawrence Burindwa. Sio mtu ambaye ni mwepesi unapokwenda kufanya negotiation za wachezaji wake, kuwatoa Vipers na kuwapeleka katika timu nyingine. Ni mmoja kati ya wale tough negotiators ambao unaweza kukutana nao mezani ukitaka kuzungumza madili ya kuwanunua wachezaji wake. Nafikiri Simba wanamfahamu. Kipindi kile wame approach Vipers kwenye kumtaka mshambuliaji wao Mkongomani Asiza Lobi Manzoki. Kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana na hatimaye akaweza kushinda Dr. Lawrence Burindwa kumbakiza Asiza Lobi Manzoki, na Simba wakawa wamempoteza mchezaji huyo na wakahamia kwenye target nyingine. Je, unaiona movie ya Alan Okello ikikamilika Young Africans? Endelea kusubscribe, endelea kulike na kushare taarifa zetu ili wa kwanza kuzipata pindi zinapotoka.